Wasafirishaji abiria kwa kutumia pikipiki maarufu kama bodaboda katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wametakiwa kujiridhisha na abiria wanaowabeba na kutokujihusisha katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Wito huu umetolewa na afisa kutoka mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya kanda ya Ziwa na kuwataka wachukue tahadhari ili wasikutane na mkono wa sheria. Kukutwa na heroin kuanzia zaidi ya gramu 200, hilo kosa halina dhamana na adhabu yake ni kifungo cha maisha. Kwa hiyo kama maafisa wa usafirishaji lazima wajihadhari na vitu kama hivi. Wito wangu sio kwa maafisa usafirishaji tu, kwa Tanzania wote, hasa wakazi wa Bukoba, wa manispaa ya Bukoba, kwamba tujiepushe na vitendo ambavyo ni haramu. Hata mimi binafsi shanikuta. Unakutana na mtu ana kivero, ana vile vifaa vya kujengea kana kwamba anatoka kazini, kumbe mle ndani kuna madawa ya kulevya. Katika manispaa ya Bukoba hii tumekusudia kwa sababu kwa takwimu wako zaidi ya 3000. Kwa tumeanza na hawa ambao kimsingi leo wameitwa na kuweza kufika, lakini tutawafikia wengi, lakini haitaishia hapa tu, kwamba lengo letu ni kuwafikia bodaboda wote ama maafisa usafirishaji wote katika mkoa wetu wa Kagera. Tuendelee na kurasa kwa hili. Tatizo la uhaba wa vifaa tiba kwa ajili ya kuhudumia wananchi, hususan wakina mama wajawazito na watoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo limepata suluhisho. Hii ni baada ya kampuni ya mawasiliano ya Yas kutoa msaada wa vifaa tiba kwa ajili ya wodi ya kina mama katika hospitali hiyo. Vifaa hivi vinakwenda kuongeza ubora wa huduma katika hospitali yetu, kwa sababu tunahudumia wastani wa wananchi 2,200,600 katika halmashauri 11 za mkoa wa Tanga, na ni kwa mujibu wa sensa mwaka 2022. Wananchi wote hawa ambao wanahudumiwa kwenye vituo vya afya, hospitali za wilaya, wote wakipata changamoto ambazo kimsingi zinahitaji huduma za kibingwa na kibobezi, wanakuja hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga. Nimeweza kupata Doppler mashine ambayo inasaidia kusikiliza mapigo ya kina mama wakati wakiwa wajawazito na kuweza kupata matokeo yaliyo sahihi. Vile vile tumeweza kupata kitanda kwa ajili ya kujifungulia kwa kina mama wajawazito. Sisi kama Yas tunatambua pia kuunganisha watu sio tu kwa huduma za kidigitali, lakini pia kupitia huduma ya afya tunawatouch wananchi moja kwa moja. Na leo hii tuko hapa tunakabidhi vifaa hivi vya tiba. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi wa kata ya Kamnyonge manispaa ya Musoma mkoani Mara wanatarajia kunufaika na mradi mkubwa wa barabara itokayo FFU mpaka makutano ya barabara ya Majita kwa kiwango cha lami. Wakiongea na kurasa wanasema barabara hiyo itawasaidia kurahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi. Vijana watumie fursa hii kuletea maendeleo. Kwa kweli, kwa hiyo fursa tuliyoletewa ninafurahi mno, kwa sababu akina mama wengi ambao walikuwa hawafanyi biashara, ina maana kwamba tutawahamasisha wafanye biashara ili waweze kujisaidia katika maisha magumu haya. Na ninafurahi sana Mama Samia kwa kutuletea mradi kama huu. Kuelekea ujumbe kwamba tumepata lami barabara ya Kisasa, kwa maana ya kuanzia hiyo barabara ya Majita kupika barabara inayopita jina langu kwenda mpaka Kiliposi. Tumepata lami, na lami hii inashirikiwa na wenzetu wa uwanja wa ndege kwa kushirikiana na TANROADS, lakini sisi TARURA kama wamiliki wa barabara tunakuwepo pembeni kama makauta kati. Barabara hii ya lami kutoka Pisparis mpaka FFU ambapo ni Field Force itafungua fursa za kiuchumi ambazo vijana, kina mama na wazee ambazo zitawawezesha katika kujiendesha katika maisha yao ya kila siku.